والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وعلى جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuendelea na sera ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakati huu tuko katika Nabii Muhammad ametulia, vita vingi vimepungua, ametulia, yuko Madina. Sasa ni kazi gani baada ya hapa alifanya kuupanua na kuueneza Uislamu? Hakungoja tu kwamba Uislamu umekamilika, Uislamu ushajengeka, akakaa tu. Kuna juhudi mbalimbali ambazo tunatakia tuzifungulie macho sisi Waislamu. Ni urathi gani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotuachia kuukuza Uislamu na kuupanua Uislamu? Tuambiwa ni kupeleka makundi mbalimbali katika vijiji na miji yaliyokuwa na waliosilimu na ambao hawajasilimu, ili kwenda kuwafundisha watu misingi ya Kiislamu na vile vile kupanga taratibu mbalimbali za idara za Kiislamu na umuhimu wa mali na utumiaji wa mali. Sasa tumeambiwa habari hii, kana alwufudu tas'a ila almadinati litulina islamaha. Kulikuwa na delegations mbalimbali zilikuwa zikikimbia kwenda Madina. Vita vimetulia, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametulia, amekubali kuonana na kuwaona watu mbalimbali waliokuwa wanatoka katika miji yao kuja katika mji wa Madina kutafuta Uislamu na kusikia habari ambazo zahusu Uislamu. Kwa hivi watanzawi tahta siyadati ad-dawlati al-islamiyya, wakawa baadhi ya watu hata kama hawajasilimu limewafurahisha kwenda kuingia katika makundi ya Waislamu kwa sababu ya miamala mbalimbali. Ukitaka kufanikiwa, fanya biashara na Muislamu, hata kudanganya, hata kughush, hata apa viapo vingi kufanisha bidhaa yake. Ukitaka kuoa, oa mwanamke wa Kiislamu. Umepata dini saa hizi. Tumesikia ile hadithi innama al-a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, yule ambaye yuhama kutoka kijijini kwake, anatoka katika nchi yake kuja katika mji wa Madina kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na mtume, Mwenyezi Mungu atalipa hijra yake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Bakawa sasa watu wanatoka miji mbalimbali, hata watu wa Maka wanarudi Madina kuja kuoa wasichana ambao sasa walikuwa nao Maka. Lakini bwana, sasa wanawake wamefundishwa adabu, wamekuwa na akhlaq, wamekuwa ni afadhali kwenda. Hata wale ambao walikuwa hawajasilimu wanaingia Madina kutafuta
watoto wa kike ambao wamefundishwa adabu, wamefundishwa kujistiri, wamefundishwa kujihifadhi, wamefundishwa mambo kadha wa kadha katika Uislamu. Watakao wanaenda Madina, mambo yalivyokuwa yamebadilika. Wayataallamuna ma sha Allahu an yataallamuhu fil Madina, wanatoka watu katika miji mbalimbali kukimbilia Madina kwenda kujifundisha mambo mbalimbali ambayo wengefaa kujifundisha. Watu wanakuja wanaadimaya namna watu wanavyotawadha. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna alivyowafundisha watu. Usafi huu Muhammad ameutoa wapi? Wanaangalia watu wanaingia msikitini kabla ya kusali, wanatawadha, wanatafuta tohara mbalimbali. Watu wamekuwa safi, wamekuwa na tabia ambazo nimewaeleza hapa. Yahudi anateketea duniani kwa tabia ya Waislamu kuswali pamoja, safu moja, kama nilivyoeleza wiki ijayo. Safu tu hii kufunga kutoka hapa mpaka pale, Yahudi inambabaisha. Kwa nini? Wameweza wanadamu wote kutambuana kwamba kitu kimoja, wanaweza kuswali katika laini moja. Tajiri yuko pale, maskini yuko pale, messenger yuko hapa, mwenye kabila kubwa yuko hapa, mwenye kabila katikati yuko hapa, mwenye kabila ndogo yuko hapa, mpaka mwisho. Hatungii ndani ya swafu kwa kadi kwamba wakubwa mbele wanyonge nyuma. Tunaunga sote. Amekuja mkubwa amechelewa, ataswali nyuma. Wasabiquna alawwalun, wale waliotangulia wametangulia, hakuna wa kuwarudisha nyuma. Hii ni tabia ya Kiislamu peke yake. Katika vyeo, katika makanisa yote, katika mahekalu yote, katika mambo mbalimbali ambayo wenyewe wanayaita mambo ya kidini, kuna vitu vinawekwa na stickers. Hapa mpa fulani, hapa mpa fulani, hapa mpa fulani, hapa mpa fulani. Hata kama hawakuja kanisani, viti vyao vikaliwi na mtu mwingine. Nasema kweli au? Illa katika Uislamu, hayya ala salah, hayya ala alfalah, istawu ibadallah. Kaeni sawa, mushikane mabega yenu na miguu yenu, munaelekea qibla nyote. Kunaambiwa Allahu akbar, Mungu peke yake ndiye wakusikizwa na ndiye mkubwa hapa, hakuna mkubwa mwingine. Hata kama rais angekuwa Muislamu, akichelewa na mapikipiki yake ataswali kule. Ni kweli si kweli? Likaanza kuvutia watu hili. Wamekwenda watu katika msafara fulani, imefika wakati wa swala jangwani. Jamaa, swala. Wewe wenye maji wametawadha, wasiokuwa na maji wametayammamu, qad qamat as-salah. Mayahudi, baadhi ya makabila makubwa ya Kibadui, baadhi ya wakubwa wa Arabu wamepita, wameona watu. Wafanya nini hao? Kimbilia jamaa wametawadha, wameunga safu. Akatafutwa imam, ni jangwani. Akatoka mtu akaekwa mbele kuswalisha mtu ambaye kule Madina alikuwa mtumwa wa mtu, lakini katika Uislamu anakuja mbele, anayejua dini, anayejua Qur'an, ndiye anayeswalisha. Mangamia na mafarasi akasimama. Hawa jamaa waongozwa na huyo jamaa. Hii dini chungeni vile inakwenda. Kwa hivyo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hii ndio ilikuwa kazi yake baada ya kutulia. Wakana sallallahu alayhi wasallam, hawa ni watu wanakuja Madina, wanakimbilia zile wufudi zinazokuja kwa biashara,
zinazokuja kwa mikataba, zinazokuja kutaka amani na Uislamu, wanaziangalia. Sasa upande wa pili wa kana sallallahu alayhi wasallam, Nabii Muhammad ikawa sasa ni zoezi lake na ni tabia yake, yursilu ma'ahum man yuallimuhum dinahum, anapeleka vijijini wafd, timu za kwenda kuwafundisha watu kule dini, kwenda kuwafundisha kuswali, kwenda kuwafundisha tohara, kwenda kuwafundisha safu, kwenda. Nabii Muhammad anatoka anakagua safu hizi, utafikiri ni vikosi vya polisi. Mabega yakae sawa, watu wakawe sawa, na mukitokuwa na zoezi la kukaa sawa sawa, mukhtalifiana katika safu, zitazunguka nyoyo zenu, muchukiane, hamtaweza kukaa pamoja. Kwa hivi safu, pamoja na kwamba ni ibada ya kuitimiza swala, bado katika nyoyo zetu inatupa mazoezi ya kupendana na kusikizana. Tutasikizana vizuri. Now wa kana sallallahu alayhi wasallam yursilu ma'ahum man yuallimuhum dinahum wa shar'a, akaingia mtume kufanya desturi, yab'athu du'atahu, anawatuma sasa wale maduat, wale waliokuwa mstari wa mbele katika kuujua Uislamu na katika ngazi mbalimbali, anawatuma fi shatta aljihad, sehemu mbalimbali, jambo ambalo Waislamu kama nilivyowaambia tumelitupa kabisa. Tumeshindiliana Nairobi, vijijini watu wataka dini, Masaini watu wataka dini, kule sehemu mbalimbali za vijiji vya watu Kiambu, sehemu mbalimbali wataka dini. Tumejuaje? Wanakuja hapa watu wanasilimu, watu wazima. Mara nyingine tunafanya munakasha na wao, dini hii mbona una spidi hivi, wataka hii dini kuingia leo saa hii, nitaweza kuingia leo niwe Muislamu? Ambia saa hii, lakini mbona una spidi na hii dini? Hasema mimi sikuwa najua kwamba watu waweza kusilimu pahali popote. Nimetafuta hii dini miaka 6, nimezunguka kuitafuta hii dini miaka 5, nimezunguka huko kwetu, sijui naitaka na usikia Uislamu, natamani kujiunga, sijui nitapata wapi kadi, sijui nitapata wapi kibali, sijui nitapata wapi. Na sisi tunkaa hapa tu, maadamu tu Waislamu sisi tumeona yatosha. Lao tuagana tu siku moja. Tuko milioni ngapi Waislamu Kenya? Tuko milioni ngapi? Tuko milioni ngapi? Na 3.3. Wewe amini habari hiyo? Northeastern peke yake Waislamu ni wangapi? Coast peke yake Waislamu ni wangapi? Hapa tuko wangapi? Fununu zinavyotupeleka hapa na pale. Tabu yetu ni hiyo. Hata misikiti yetu haijui Waislamu ni wangapi. Lao utaulizana hapa ili tu wangapi, hatujui. Watu wanaandikana bwana, Lejo Maria wanajijua, Makatholiki wanajijua, wale Protestant wanajijua, ila sisi Waislamu hatuna habari. Ni kukisia tu. Nafikiri 3, nafikiri 5, nafikiri 6, nafikiri 7, nafikiri 8, nafikiri. Sisi ni watu wa kufikiri tu, hatuna utaratibu wa kuweza kujua namba yetu. Fununu zinazotufikia, we are more than 17 million katika nchi. Habari zinatufikia tuko nusu kwa nusu.
Hii habari ambayo sisi tunaitegemea kwamba kila ambaye si Muislamu ni Mkristo, si kweli. Wakristo wako, Waislamu wako, na kuna watu makundi chungu nzima wabakia hawako huku hawako huku, lakini jamaa hao wanawachukua wanawatia katika namba yao, wanatufanya siku zote sisi ni watu kidogo sana. Lakini makosa ya Waislamu wenyewe. Tungesimama imara, tungejijua tuko wangapi, na tujifanye tuko 10 million bila kuongeza chumvi. Ikiwa tuko 10 million, pahali ambapo tuswali pamoja sana ni swala za Idi, tukaekeana ahadi kwamba kila Muislamu mwakani hapa katika mswala wa Idi aje na mtu mmoja amemsilimisha, not wawili, mmoja tu. Tukiwa 10 million, Idi ijayo tutakuwa wangapi? Nchi ina watu 43 milioni. Ndio sio? Tukifanya sisi ni 10, katika Idi ijayo tulete 10, kila mmoja asilimishe mtu mmoja, tutakuwa ngapi? 20 million mchana. Swala yetu haiswaliwi usiku, wala hatuswali magarini, twaswali, twatoka misikitini, twaswali katika viwanja. 20. Mwaka mwingine tuko 20, mwambie 20 million, kila mtu alete mtu mmoja, kila mtu, mke mume uliyempata, ambapo kuna mtu aweza kuletea watu 10, kuna mtu aweza kuletea watu 7, kuna mtu aweza kuletea watu 20. Tuko 20 million, kila mmoja alete mtu mmoja. Hatujamaliza kazi. Yataka profesa hiyo pia, ustadh, hii pia yataka profesa hesabu yake. 20 million, kila mtu alete mtu. Hata usiende mbali. Katika familia yako kuna watu wataka Uislamu, katika wafanyikazi wako kuna watu wapenda Uislamu, katika jamii yako, katika miamala mbalimbali kuna watu wapenda Uislamu. Mimi hapa mdogo mtu na vipindi tu vya television, vingine viko live, tupata habari, visikizani Sheikh pongezwa na pongezi watupa wasiokuwa Waislamu. Pongezi wanatupa wasiokuwa Waislamu. Laisu sawaan, si wote ni wabaya. Min ahli alkitabi ummatun, katika watu wanaosoma kitabu kuna watu wanaosoma Qur'ani. Kuna watu wanafanya ibada za Kiislamu, wanazitafuta kuzipata kihakika, tuwateza shere. Mmoja kansela mzima, mtu mzima, karibu miaka, niliyomjua mimi karibu miaka 60 wavuka, ameutafuta Uislamu miaka, yuenda huku akirudi huku, yuenda huku akirudi huku. Akapata mtu akamwambia, wewe utafuta Uislamu bana, hii dini ni rahisi bwana, imeenea sana hapa vijijini. Kuna ndugu zako, jamaa zako, watu wako kijiji fulani wamesilimu, grupu kubwa, tena wanajenga msikiti, they are all there full time, kuanzia asubuhi baada ya salati subh wanafanya kazi ya kujenga msikiti mpaka magharibi. Wapi? Akaelezwa, akaenda, akifika kweli akakuta kuna bomba kubwa sana, ardhi kubwa sana imezungushwa waya, katikati kuna jengo laendelea, vijana wako pale, aliyebeba maji, aliyebeba udongo, aliyebeba mchanga, aliyebeba mawe, ndio hawa. Akisikia lugha, watu wangu hawa.
Akauliza, lakini bahati mbaya kwake, wakati alipouliza ilikuwa kumeadhiniwa, washaadhini wale, yeye hakuelewa wale, lakini ishapigwa adhani. Lakini ajua kwamba kiongozi katika grupu za Waislamu ni imamu. Akauliza, naweza kumuona imamu nje ya gate? Yeye yuko huyu, jamaa washughulika kule, vijana, hebu tafadhali, naweza kumuona imamu? Imamu, yeah, sure, waweza kumuona. Kwa nini? Waweza kumuona. Ndiye yule, wamwona huyu anatawadha, huyu anajioshaosha, anakuja, atapitia hapa ndio atapitia, msubiri tu hapa. Bwana akamsubiri imam. Nitakawaeleza namna tunavyoirudisha dini hii nyuma. Bwana akamsubiri imam. Imamu akaja, akapita pale, akamwamkua kilugha, wakajua kwamba hawa watu sisi ni jamaa. Akanyosha mkono kumpa imamu. Imamu akakunja mikono yake. Nini? Siwezi kupeana mikono sasa, mimi niko na udhu na wewe naona kama ni kafiri. Kwa hivi labda uje siku nyingine. Miaka 6 amekaa kutoka pale, akaenda kakaa tena miaka 6. Sasa ikiwa mimi nataka kusilimu, kumbe anayesilimu hafai kumpa mtu mwingine mkono. Babangu akali hai, nitamsalimia vipi? Mke wangu hajakuwa, atakuwa sijui atasilimu lini. Watoto wangu, ndugu zangu, miaka 6 akaenda kafikiri tena. Tukaja tukamsilimisha Nairobi, jamaa zake hawashiki mtu kafiri ikiwa washatawadha. Hii ndio tabu yetu. Huyo ni imam, maamuma si atakupiga mawe ikiwa huyo ndio imam. Kwa hivi, wakana yursilu ma'ahum man yuallimuhum dinahum, ikawa Nabii Muhammad apeleka vijijini masahaba wenye kwenda kuwafundisha dini kule mitaani. Wa sharaa yab'athu du'atahu, akawa anapeleka wale maduat, walimu wa dini, fi shatta aljihati, katika sehemu mbalimbali. Wahtama bijunubi aljazira haithu qabail alyaman, akawa mtume asukuma zaidi katika mitaa iliyokabiliana na Yemen, kupeleka watu kule zaidi, kwa sababu wakati huo wa Yemeni wengi walikuwa ni Wakristo. Sehemu za Najrani kule, sehemu za sehemu mbalimbali. Akatia mkazo zaidi Nabii Muhammad katika mitaa ile, litaalimiha mabadi alislam, kwenda kuwafundisha misingi na nyanzo za dini ya Kiislamu. Wa ahkamihi, Uislamu watakalipi, hukumu za Uislamu katika majirani ni ipi, katika baba na mwana ni ipi, katika mke na mumewe ni lipi, mtoto na babake na mamake ni lipi. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda eneza mambo haya katika mitaa ya wasiokuwa Waislamu. Faqad intashara amru alislam fil jazira, ikawa habari ya Uislamu imepasuka katika mitaa ya miji ile, kama ambavyo sasa hivi habari za Uislamu zimepasuka katika kila kijiji, katika kila sehemu. Wakati mmoja hapa nimepata habari, kuli Namanga ambao ni sehemu ya jamii ya Kimasai wengi, ingawa kuna na watu wengine, lakini wao ndio jamii kubwa. Kulitokea kisa
What happened? Masai mmoja aliyekuwa akifanya kazi aidha ya watchman au katika shughuli za kawaida, akifanya kwa Muislamu mmoja, akaathirika na Uislamu, kawaona wenyewe wanavyofanya, wanavyosalimiana, wanavyokula pamoja, wanavyoheshimiana. Mtu yu cross kule kwenda kupokea tu salamu ya mtu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanaulizana, huyu jamaa yako? Simjui, Muislamu tu ameinua mkono, assalamu alaikum, na wajibika, ni lazima kwangu kwenda kujibu ile salamu alaikum fulani, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Watu wapeleleza. Sasa imeanza kupenya kwenye matatu, kwenye wapi imo, salamu alaikum sheikh, salamu alaikum sheikh, iko mimi peke yangu nasikia So akaathirika Masai, akataka kusilimu, wakamsilimisha. Bakia kidogo, mambo si rahisi yote. Kumvua nguo zako nyekundu, kumvisha kanzu haikuwa kazi rahisi. Kidogo akapata maradhi. Alipopata maradhi akafa kazini au kwao. Waislamu walipopata habari kwamba yule bwana amekufa kule kwao, ni mtu yuaja kazini lakini yuenda kijijini kwao, sehemu ni kama hapa hivyo, kina Kawangware, Kibira, wapi namna hii. Wakaondoka Waislamu wakenda pale kijijini, zimekuja habari yule bwana amefariki. Wakaondoka watu wakenda, amefariki huyu, tafadhalini ndugu zangu, ndugu zetu, kwa lolote lile litakalokuwa, mazishi ya huyu mtu kwa kidini yetu ni juu yetu sisi. Huyu madamu simwajua alikuwa Muislamu, tunamjua, hata hapa alikuwa anasoma ana swali tunajua, lakini huyu ni mtoto wetu. Lakini mtoto wenu hatukatai, tuweza kushirikiana, lakini huyu mazishi yake yanatawaliwa, yatakiwa yafanywe na sisi. Ukawa na ubishani mkali sana, wenyewe wamtaka maiti wao, Waislamu wamesimama. Sasa kwa sababu ni tatizo la mji na ni tatizo la baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, watu wote wakaacha shughuli yao, wakawa wakutana juu ya jambo hili. Sawa, kukakatwa shauri, tumekubali mumzike, lakini nyumbani kwa babake. Mazishi yenu yote tutataka yawe kijijini kwao. Watu wakashauriana, sawa. Sasa watu wakaalikana, jamaa tusidharau, hii ni habari, sasa ni da'wa, na huyu ndugu yetu amekufa, tusilegeze kamba wakaja watu 3 4, tuweza pokonywa maiti huyu. Tukija tafadhalini, misikiti yote, mtaa yote ya Waislamu lazima tuje. Mazishi mkesho. Wakenda Waislamu wamebeba shuka zao, sanda, wamebeba vifaa vinavyofaa. Tumekuja bwana, sasa tunataka kuanza mambo ya mazishi. Si tumewaruhusu, mtaturuhusu tuweko hapa, hatuna shida. Muweko hapa, hakuna shida. Bora mutupe uhuru wa kuzika Kiislamu. Ikatoka habari ya kwanza ni kuosha maiti.
wakatoka mstari wa mbele wale matajiri wa pale Hino na Manga, vijana wale ambao plus imamu mwenyewe wa moja katika misikiti mikubwa akawa mstari wa mbele. Wakaomba ruhusa wale, munaosha ndugu yetu vipi? Ambia ndio dini hii ilivyo, maiti lazima aoshwe. Tuwaweza ona, wakawekea viti aswa. Haya, watu wenu waje wakae hapa, sisi tunaosha hapa. Wakawaona wale matajiri wakubwa, watu wenye pesa zao, wakawaona wale viongozi ambao ni wakubwa katika idara mbalimbali za serikali wako pale, vijana, maduka yote yamefungwa. Hawa jamaa wameacha shughuli zote hizi kuosha Masai. Masai alikuwa lini mkubwa wa kuoshwa na watu hawa? Waislamu hawana habari. Leti maji, fadhali. Maji fanya warm kidogo, kulikuwa wakati wa baridi ninavyoambiwa. Maji fanyeni warm kidogo, tafadhali. Wale wasikia maji warm. Mtu amekufa maji warm. Mambo haya yanaangaliwa Waislamu. Amekufa maiti yuko katika weather gani? Ikiwa amekufa katika weather ya baridi anaoshwa na maji warm. Sasa wale waliobeba maji wale sasa, no, niache mimi bwana, hapana, wewe utabeba ndio, hapana, hii mimi bwana. Ukiangalia watu wale wenye maduka makubwa, ni wale wenye makampuni makubwa, watu wapelekana, huyu warudi, huyu wenda, huyu warudi, huyu wenda. Watu waosha maiti. Kaoshwa, ikawa kila kitu kiko tayari. Ikaja ile, wanaona vile mtu anakamuliwa na watu wakubwa namna hii. Sasa sanda na jamaa washaiona ile kwamba hawa jamaa wanatuchungulia kila jambo. Likabwaga jisanda kwanza hapa mpaka kule. Jamaa, hii ndio sanda, ndio nguo ya maiti hii. Haya, tengezani jamaa. Nani atatengeza? Walipo yuko kichwa, huku kwa hivi, hivi. Haya. Nguo yote hii ya Masai aliyekufa. Masai aliyekufa, nguo yote hii jeupe, jisanda la ng'ara pale. Wakaingia mashekhe na wale wajuao dini, wakaenda kumfinika, wakaenda wakamvisha, wakaenda wakatengeza, wakaenda hivi. Ashafinikwa kamili, wakaitwa watu haya. Hii ni step ya mwisho hapa. Hii ni step ya mwisho hapa. Kwa hivi baada ya hapa, coffin yetu ni moja tu. Sisi hatuna coffin ya kila mtu sanduku lake. Coffin yetu ni moja tu. Itachukuliwa hapa msikitini, italetwa hapa, tutamweka huyu, tutakwenda naye. Tumekubali. Jamana, vifimbo kwa tisha, pako tensi pale. Wajua watu wa vifimbo? Tawajua tuzungumza habari ya watu gani? Watu kumuua simba kama kumuua mtoto wa skuli kwao. Simba ndio walioko pale. Si watu basi mboga hivi atufanyaje, vikizuka vitazuka sawa sawa. Kiwao ni halali kutembea na kifimbo ile. Akikutilia hivi kwa heri. Ikaja jeneza. Kaletwa jeneza, ikawekwa chini. Haya jamaa, tunayo ile sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ile amfika bado kidogo, la leta kafinikwa. Haya, shughuli yote yanafanywa Masai. Ikaja sasa wakati wa kubeba jeneza, na imamu wao alikuwa pale mjini, ni mtu wa kungarangara kidogo, kabila nafikiri mshafahamu kusema hivi, bwana wa kungarangara, imamu mbele.
wameivamia Waislamu ile jeneza kama nyuki, hawatoi nafasi. Na mmoja wa kuwaongoza jamaa, mwaweza kutufuata, hakuna shida, mwaweza kutufuata, tunakwenda kwa makaburi. Kabebwa jeneza, fujo lote. Sasa kitu cha maajabu ambacho Waislamu sisi wenyewe hatuna habari, unaibeba jeneza mkono wa mbele, ukimpokeza mwenzako ataka kupokea, wapokea wewe, warudi nyuma kuja kubeba mkono wa nyuma, ukimaliza warudi mbele kwenda kutaka mkono. Sasa ile jamaa pelekana kwa mkokoteni, watu wakabeba jeneza bwana, pahali pa kuzika kidogo mbali kidogo hivi, wakafika jeneza ikawekwa chini. Sasa watu wakaitana, imam tafadhali, fulani tafadhali. Wakaonekana wale watu wote waliingia ndani kuzika ni wale miti wa pale mtaani. Kazika watu, tukaja katika ushindani sasa wa kupokonyana ile mwiko ya kuchukua mchanga ile. Mtu akipeleka moja akitia mwingine anamwambia nipe na mimi. Watu wapokezana, kila mmoja atakafukia, kila mmoja atakaweka, kila mmoja atakaweka. Dakika 6, 7, 8, 10 imesawazishwa, ikawekwa vizuri. Waislamu wakaomba Mungu, wakaenda zao. Mazishi yetu yamekwisha, tumefika hapa. Magharibi kumekuja delegation ya Wamasai kutoka juu. Nini? Na sisi tunataka ile dini ya ndugu yetu mliemzika leo. Kama maiti yafanywa vile, aliye hai atafanywa vipi? Aliye hai yule ni maiti. Masai hapana, na sisi tunataka hiyo dini. Sasa tuna vitu hayo ni mazishi. Ingekuwa harusi, ingekuwa ni harusi yake yule bwana, tukampiga kilemba, tukampa kipande cha mtoto wetu, tukafanyaje, ingekuwaje? Haya ni mauti. Kwa hivyo ndugu zangu, tuna fursa nyingi. Watu wametiwa fitina, watu Waislamu wakifa, sijui anatiwa mayai, sijui Waislamu wakifa wanatu kawekea viti. Sasa jamaa kawekea viti. Tazameni shughuli ya maiti wetu huyu, tazameni. Sisi tutafanya, nyinyi tazameni tu. Kwa hivi fursa kama hizi tungeweza kuzieneza ulimwenguni kila pahali, tukawa tunapatikana, ingekuwa nafasi kubwa sana. Uislamu ukaenea katika maeneo mbalimbali, wa mukhtalifi atrafiha, na kona mbalimbali. Wa asbahat alhajatu da'iyatan ila muallimin. Sasa ikawa ni lazima wapatikane watu wa kwenda kusomesha. Sasa watu watoka wenyewe vijijini, ya Rasulullah, kuna watu kule wamesilimu, tunataka utupe mwalimu wa kwenda kutusaidia, tunataka utupe mwalimu wa kwenda kutuongoza kwa swala, tunataka utupe mwalimu wa kwenda kutuongoza kwa kufundisha sharia, hukumu, jambo gani lafanywaje, jambo gani lafanywa vipi, jambo gani lafanywa vipi. Wa du'atan wa murshidin. Nabii Muhammad akawa peleka maduat, apeleka viongozi mbalimbali, yashrahuna linnasi haqa'iq alislam, kuwafundisha watu yaliyo sawa katika mambo ya Kiislamu. Likai tatatahhar qulubuhum, ziweze nyoyo zao kuwa safi. Watashfi suduruhum, walikuwa na dhiki za jahilia, wanachinjia masanamu, wanalia wakianguka masanamu, kukinyesha mvua masanamu wa pale pale, kukitoka jua masanamu ya pale pale. Hakuna ambaye aona kwamba basi wacha nikajifinike mvua, nikajifinike jua. Sasa watu wana akili zao, ukitaka kuharibu akili utaiharibu, lakini ikipata makini ya kurudi katika mezani yake, kullu mauludin yuladu ala alfitra,
Kila kilichozaliwa chataka wema. Tufahamiana vizuri. So watashfi suduruhum min amradhi aljahiliya, wakawa sasa watu wanaondoa visirani vilivyoingia katika nyoyo zao katika maradhi ya kijahilia, ambayo mpaka sasa bado baadhi ya Waislamu hawajakubali kuwa yale ni mambo ya kijahilia. Utaona mtu ameoa Waislamu na sijida zao, akishaoa waifu akichelewa kidogo tu kupata mtoto, apiga badala ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahimu alichelewa kupata mtoto, mwambie Mwenyezi Mungu, Rabbi habli minas salihin. Nabii Zakaria alichelewa kupata mtoto, mwambie Mwenyezi Mungu, nipe Rabbi, usiniache peke yangu, nipe mtoto. Wakati huu Zakaria karibu yuko miaka 100, hakukata tamaa. Lakini baadhi ya Waislamu wataomba mtoto kwa watu gani? Mbona hamnaambii? Wallahi wife amechelewa kuzaa, mimi nafikiri tumekanyagiwa. Na nani? Unkanyagiwa na nani? Apataye hasara kuwa wewe umpata mtoto mmoja nani? Kwa hivyo nataka tuone wazee, inkoya wazee tena. Nasema kweli au napigwa na dharba za sijui ni weather gani, joto sijui baridi? Kutakwendea kisiri mara tumbo hili mtoto iwaja, alhamdulillah. Utakwenda muona mama wa Kiislamu alazwa juu ya kitanda kama maiti, hili tumbo lake la chorwa vitu hivi kwa makao, kwa wino hivi, tumbo bwana naked la chorwa vitu vya kumhifadhi mtoto tumboni. Mulimuomba Mwenyezi Mungu akaleta mtoto. Mara mtoto amezaliwa salama salimini, hakuna tabu. Matatizo yaliyoko ya vijembe ni humu mwetu humu. Huko mtu azaa watoto pacha 6 na akamauji akasimama. Nasikia peke yangu. Pacha watoto 6 pia. Kila baada ya dakika 20 pia. Katika within 1 hour vitoto vishafutwa vimeshikwa. Hatujasikia? Lakini Muislamu mwacha apate mtoto wake wa kwanza. Wewe nenda huko jisikie fulani ampata mtoto, ukija ukipewa ambia mteme mate, manake macho yasimuone. Haya. Ukija ukimwangalia hapa kuna kauzi keusi kamfungwa na kidude hivi. Ni kweli si kweli? Na hapa napo pana dude kwa sababu ya maziwa la chefuka, lakini mwacheoshwe nayo hivyo. Unamjua nani huyo? Huyo ndo kinga ya mtoto huyu. Na hapa kajubwe kengine. Vijuzi hivi kama kweli vya hifadhi mtu, kwa nini umeweka watchman? Usivichukue tu kimoja mlango huu, kimoja mlango huu, kimoja sandukuni, kimoja mfukoni. Wanafanya Waislamu Sheikh, wanafanya Waislamu. Kijuzi hapa, kiuzi hapa, kiuzi mikononi, na mzee babake naye na kiuzi chake hapa. Kuna watu wakitawadha hapa hawapandishi mashati juu sana, kwa sababu kana kadude hapa. Ndiko kinachomhifadhi kazini hapa. Wataka dini hii ende mbele, waumini ni hao. Wamemwacha sanamu mkubwa, wamefunga watoto wao.
mtoto amechorwa huko, chorwa huko nini? Hii ndio ya kumhifadhi na macho. Mtoto wetu wa kwanza tukimwacha hivi hivi, kila jicho likimwangalia, mbona wewe waangaliwa hupenduki? Wewe kwa siku moja waangaliwa na watu wangapi kazini? Waangaliwa na watu wangapi msikitini? Waangaliwa na watu wangapi ndani ya matatu? Waangaliwa na watu wangapi barabarani? Mbona huanguki? Tena vizuri. Na ukiyasema sema, mwache yule bwana, nyimwa msikiza yule hajapigwa yule. Ngoja tu siku moja atakuja kwa maguu, atakuja uchi hapa, atakuja bila nguo hapa, hivi atwendi hivyo. Sasa Nabii Muhammad kwa shughuli hizo ikawa yuwapeleka katika mitaa watu mbalimbali. Ni program Nabii Muhammad ameithibitisha, tunatakiwa tukae. Huu ni wakati Christmas inakuja, kutakuwa na nderemo za kidini kila pahali. Sisi tusifanye mambo makubwa, tufanye kama vile tulivyofanya Limuru tu. Tutoke, tuchukue maji yetu ya kutawadha, tutafute kiwanja, iadhiniwe adhuhuri, inna salata tanha anil fahshai wal, iadhiniwe adhuhuri, tumpitishe imamu wetu, Allahu akbar. Rukuu ile, subra unayoipata katika kule kurukuu, katulia kidogo. Watu wanatufanyia hesabu, ukainuka ukamsujudia Mwenyezi Mungu, amesilimu mtu mzima hapa mmoja akitoka sema, kwa mara ya kwanza nimeondoa dhulma, nimemsujudia Mwenyezi Mungu, nasikia mwili wangu, sijui nasikia nini shekhe ndani ya mwili wangu. Namwambia hiyo ni imani unaosikia, hakuna kitu. Lakini ingepata mwenzangu huyo namsikia, huyo nafikiri ni jini utoka, hilo ni rohani lataka kukusumbua, hilo sasa hivi hilo litaka tulipatie mbuzi wa blue. Baganga hawataki ila viteweo, hakuna kitu kingine. Kwani nyoka hana damu? Mbona hatuchinji nyoka? Mbona hatuchinji panya? Kondoo anakuangalia, huyu kuku ameweza kumwafodi, tutatoka kuku wa kiume ambaye hajaangalia jua. Kuku ambaye hajaangalia jua, mimi nitamba hiyo ni rakhis, utampata kwa fulani. Na yule ashaambiwa, yuaja huyo, muoneshe kuku ambaye hajaangalia jua. Yotaka kuku ambaye hajaangalia jua, umekuja na kitambara, manake tutakupa wewe tu huyo, kwa sababu wajua kuku hawa wampungua sana, si wengi kabisa. Sasa utampata kwa 2,000 kwa wewe, kwa sababu haya yaliyokupata. Atuwapeleka kuku ambaye hajaona jua. Haya, Waislamu shekhe, tunafanywa hivi na kitabu cha Mwenyezi Mungu chazunguka katika ulimwengu shekhe. Hatuwezi kwa, lazima tuchukue hatua. Twende tu Kiambu, tutoke siku hiyo, wale maimamu wote watakaosalisha Kiambu wawe watu wa kabila yao, ndio wasijione kwamba wankuja wageni hapa, waria tuletea sisi dini hapa. Hapana, maimamu wote siku ile weka wale watoto wao. Tunao hatuna? Tena sawa, atakayefanya iqama weka mtoto wao, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad. Haya maneno, lakini asemani huyo si Njuguna, huyo ndiye mvipi? Ashhadu an la ilaha illa Allah,
ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa qad qamatis salah, qad qamatis salah. Mpitishe mmoja wao swalisha ya dhuhuri. Wakubwa wote, mashekhe wote hawa wanaongozwa na Njuguna. Hii dini kumbe sisi hatu wageni, sisi wenyewe tutujifanya hivyo. Nendeni siku ya hutuba ya Ijumaa, mwacheni utiane leo asome hutuba ya Ijumaa. Na sisi tumekufuata Waislamu wenzako, waeleze watu mahasinul Islam kwa lugha yako. Uangalie impact itakofanya. Tufanye hivyo katika vile. Wacha kwenda Kakamega town, wacha kwenda Nanyuki town. Kabla hujaenda pale ziko hoteli pale. Hoteli za nini? Mungu haya, nenda vijijini kaangalie. Huyo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapeleka delegation za watu mbalimbali. Sasa kukawa katika mji wa Madina watu wanasilimu, watu wanaunga mkono Waislamu, lakini wamtanaat qabilatu Bani al-Harith bin Ka'b. Ikawa kuna kabila hili la Bani al-Harith bin Ka'b likajizuia, likakataa anidukhuli fil Islam, likawa haliingii katika Uislamu. Fa arsala ilayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Nabi Muhammad akapeleka kikosi kule kikiongozwa na Khalid bin al-Walid. Khalid bin al-Walid Asadillah al-Ghalib, kijana smart sana. Sasa kana Banu al-Harith min Ka'b yaskununa binajran. Kuna mji katika kona huko za Saudi Arabia na Yemen, kuna mji waitwa Najran. Mimi nimekwenda na ujua vizuri, nimetembea sana, ambapo Waarabu wa mitaa hii wengi walikuwa Wakristo. Hata ile delegation iliyomtembelea Nabii Muhammad wakati wa uhai wake walikuwa ni Wakristo wa Yemen kutoka Najran. Utaona katika tarehe kuna wafdi Najran, maaskofu 60 waliomtembelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia katika tarehe walikaa Madina mwezi mmoja. Nabii Muhammad wakati huo hakuwa mnyonge. Uislamu ushafana, ghanima ziko, Waislamu matajiri. Alikuwa aweza kusema Abubakar chukua hawa 4, wewe Umar chukua hawa watu 6, yuwapi Uthman bin Affan kidogo alikuwa kizito, chukua hawa weka. Nabii Muhammad akatenga katika msikiti wake, akamwambia wawekwe ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakakaa msikitini. Wenda waeka lodging, wataisikia Qurani wapi? Lodging gani usoma Qurani hapa? Na Mtume akaweka kule swala ya subuhi, swala ya adhuhuri twaswali kwa siri, salati al-asri twaswali kwa sauti ya siri, salati al-maghrib yuwasalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti kubwa. Alikuwa ni mwanadamu mzuri sana akisoma Qur'an Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawa Mtume ndio anasomesha. Wale ni Wakristo lakini Waarabu wasikia lugha. Tuenda vizuri? Ndio wakati huo katika sura zetu za Qur'ani, ile kubwa ya pili. Sura gani ya pili kubwa katika Qur'an? Jamaa, Surat Ali Imran.
surati Al. Mwajua Ali Imran ni kina nani? Wakati wa Kristo wamejaa msikitini, maaskofu walikuwa 60 na manino ya kumwambia nenda kaoge wala nenda kavue, bape tu hava time wasikie Qur'an. Sura iliyokuwa ikishuka kila wakati Jibril is around ni surati Ali Imran. Wasemaje wale jamaa waliokuja wote? Wakiuliza surati Ali Imran, surati Ali Imran. Ali Imran ni nani? Ali Imran ni jamaa za Imran. Imran ni babu yake Nabii Isa mzaa mamake Maryam. Waionaje hiyo? Ukiangalia sura zetu kubwa zote, Suratul Baqara, sura ya kisa cha ng'ombe. Huyu si ng'ombe wa Nabii Muhammad, ng'ombe wa watu wa Musa. Ni kweli au si kweli? Ala, kuna sura ya kisa cha watu wetu na ndio sura kubwa katika Qur'an. Huwezi kuifanya kwa aya 2. Tukenda sura ya pili tunapata surati Ali Imran. Babu yake Nabii Isa mzaa Maryam, babake Maryam binti nani? Binti Imran. Ndiyo yenye habari ya tangu Maryam mimba yake, mamake alivyobeba mimba, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran. Ya Rabbi, hii mimba yangu yumo Maryam ndani, si mamake Nabii Muhammad. Ina aya ngapi? Karibu 200 na tukivuka kidogo tutapata sura gani? Tukivuka Ali Imran juu tutapata sura gani? Surati Nisa. Wanawake ni wote, wanawake waki Kureshi waki nini. Tuache Nisa, panda juu. Sura ya juu baada ya surati Nisa ni sura gani? Surati Al-Maida. Ndiyo sura iliyobeba sharia nyingi ndani. Maida ni chakula, si chakula cha Nabii Muhammad, chakula kilichoteremshiwa Isa na watu wake. Tenda vizuri, twende mbele. Baada ya Maida wapata sura gani? Jamaa, magazeti ya Kenya ni mangapi? Unapata surat Al-An'am. Ukitoka surat Al-An'am ukipanda juu tunapata surat Al-A'raf. Wanavyuoni wa tafsiri ya Qur'ani wasema, ukitaka kuijua ilivyo Taurati ya Musa, wacha hii Taurati ya River Road, Taurati ya Nabii Musa, soma surati Al-A'raf. Hata ile mukaddima ndiyo hiyo. Who knows? Surati Al-A'raf ndiyo. Twende mbele. Tukimaliza A'raf tutapata sura gani? Surati Al-Anfal, mambo yetu ya mambo ya mali Kiislamu. Takasikiza habari ya mali, soma sura hii. Twende mbele. Tuna nini tena? Tuna surati Tauba yetu, mambo ya mikataba na kadhalika ya amani. Twende juu. Yunus ya 10, Nabii Allah Yunus. Ndio, Nabii Allah Yunus ni mtume, sisi tuwamuamini na Wakristo wanamuamini. Kisa chake chote katika sura hii unawapa habari
kwamba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuna, ambao ni sisi na Waislamu pia. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuna kullun amana bi wa mala wa kutub wa rusulihi. Sisi Waislamu hatuna ubaguzi, tuamini mitume wote. Isa ni wetu, Musa ni wetu, Solomon ni wetu, David ni wetu, taja mwingine umtakaye, Ishaq, Ibrahim, Yaqub, Yusuf, taja utakavyo. Nyinyi ndio wenye ubaguzi wa mitume. Soma hii. Tukitoka hapa tukitambaa juu tuenda pata surat ina majina mawili, Hud. Wao wanamwamini, si tunamwamini. Wacha wasome hakika za Hudi katika sura ya Qur'ani, waipate katika Qur'ani. Vitabu vyao vimewadanganya kuhusu mitume. Tusukume na balaa. Tukifika siku ile hutuba yetu tutazungumza kisa cha Nabii Hud. Tukipanda juu kidogo tutapata surati imepata majina mawili. Kuna wanavyuoni walioiita hii surat subhana alladhi asra bi'abdihi. Yaitwaje sura? Surat al-Isra. Ikiwa ni surat al-Isra ya wakonekti wa Kristo, kwa sababu subhana alladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila Masjid al-Aqsa. Yakina nani? Ndiko kwenye waliozaliwa hawa wote huko. Isa anzaliwa huko, Musa anzaliwa huko, Haruni amezaliwa huko, mitaa ya mitume mbalimbali. Alladhi barakna haulahu, mitaa tulioifanikisha kwa mitume wengi. Tukitoka surat jina moja, jina jingine, hii ni surati Bani Israili. Jamaa zake nani? Jamaa, mbona tu jawabu pia za tusumbua? Bani Israili jamaa zake Muhammad, jamaa zake Isa. Bado tu haijavutia kwa hawa watu. Kuna visa vya jamaa zao. Tukitoka surati Bani Israili tunakuja katika surati Al-Kahf. Ndio watu wa Kahf walikuwa katika wakati wa Nabii Isa. Tukitoka surati Al-Kahf tunakwenda wapi? Surati Maryam. Usikia Qur'ani ina sura yaitwa Amina, mamake mtume. Mamake mtume Muhammad ana sura huko. Hii ni surati Maryam. Na nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Misura mikubwa kwa visa vyao vilivyo vingi na potofu zao na kadhalika. Surati Quraish ni aya ngapi? Sura ambayo yaitwa ndiyo mtume Muhammad kabila lake ni Quraishi. Ile surati Quraishi ina aya ngapi ukifananisha na surati Ali Imran? Na munijibu Waislamu. Surati Quraish ina aya ngapi? Zafika kweli? Liilafi Quraishin ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Aya tano ziko wapi? Ikiwa kuna sura ya Muhammad ni moja. Ikiwa kuna sura ya kabila la Muhammad ni surati Quraish peke yake. Aya zake haimalizi vidole hivi. Lakini surati Bani Israil ni katika mutawalat. Surati Al-Baqara ndio yenyewe. Surati Ali Imran. Tukatoka tu kila mmoja Nabii
aya hizi, tukenda hata kama darasa za sisi wenyewe kwa wenyewe, hatakubali wataingia ndani kuja kusikiza. Tungekuwa tumfanya kazi kubwa sana, tukiwa milioni 17 katika jamhuri hii, tukalazimishana kwamba kila mmoja, leo tarehe ngapi Novemba? tarehe 18. Tarehe 18 mwakani kila mtu aje amesilimisha mtu mmoja. Ngieni vijijini, ikiwa mpata waili nisaidia na mimi mmoja, ikiwa mpata 10 tumsaidia na mwenzetu, lakini mwakani twatakiwa kila mmoja awe amesilimisha mtu mmoja. Tukiwa 17 million tutaleta watu wangapi? Tutakuwa 34 million Waislamu. Fanya tena 34 million. Hawa wengine hawajajua namna kusilimisha, manake na wao ni chukua ile group ya 17 million, waambie lete tena. Tutakuwa wangapi? Haya, 34 ni hii ya kwanza bwana. Tukifanya tena 17 million walete tena 34 tena plus 34, itabidi tuchukue wengine Uganda, itabidi wengine tutafute Burundi na Rwanda. Kenya imekwisha, Waislamu watupu tunaadhini. Ni kweli si kweli? Kwa hivi warafa'na laka dhikraka, Nabii Muhammad ndiye mtu aliyetukuzwa, ndiye mwanadamu ashakufa miaka 1500. Nabii Muhammad amekufa, ndiye mtu anayetajwa duniani zaidi kuliko kila kitu, kuliko kila mtu, hata nani. Juzi nawapa hesabu hapa, calculator pia zimeshindwa kufanya jumla. Tuadhini mara ngapi kwa siku? Mara 5. Adhani yetu ya kwanza salati subhi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna, zuia hiyo. Duniani tuko over 17, tuko over 1.7 billion. Nabii Muhammad asubuhi ametajwa, manake yule akisema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, twalazimika Waislamu sote kuiripiti ile, na si twasema wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. 1.7 billion. Na adhuhuri kama hiyo imekuwa ngapi? Hatujui. Na al-asri kama hiyo ngapi? Magharibi kama hiyo, na isha kama hiyo. 1.7 billion times 5. How much is that? 8. Ngapi ustadh? 8.3 billion. Ndio 8.5 billion kwa siku moja. Nani atajwa kama Mtume Muhammad? Nambiani wa pili tu, Uhuru. Hata sidhani kama kuna hata magazeti yakamwagwa namna gani, hawezi tajwa namna hiyo. Bila ya magazeti Nabii Muhammad ametaja 8.5 billion kwa siku. Hiyo ni moja, hatujamaliza. Tunaingia katika swala. Allahu akbar. Mitaa yetu tunakuja tunakaa chini, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 1. Tukenda kidogo tu, tukimaliza hapo, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Mbili hizi na moja ile ngapi? Napenda kuisema, inataka ingie kwamba sisi hatuko nyuma hivyo. Zimekuwa mara 3 plus times 8.5.
kisha twarudi wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala. Ndivyo ikiwa tumeswali asubuhi, atahiyatu yetu ni moja, tumemtaja Nabii Muhammad pamoja na adhan mara 5, 2 zile 2 huku tuna ashhadu an la ilaha illa Allah moja, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah moja. Ndivyo Waislamu. Kisha tumekwenda Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad mara 2, ametajwa tena 1 na 2. Kisha tunarudi Waislamu wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kalkuleta gani inaweza kutuletea hiyo jumla? Hivi ndio Waislamu. Lakini kwataka kufanywe kazi, tuingie, tuwaone, tualike, tule nao, tufanye hivi. Nabii Muhammad alipoletewa wahi kwamba yeye amekuwa mtume aliwaalika makafiri wote chakula nyumbani kwake. Waweza kualika makafiri nyumbani? Nauliza tu kwa ubaya. Waweza kuwachinjia ngamia 2 majirani zako makafiri ukawaita nyumbani? Ndivyo alivyofanya Nabii Muhammad. Kina Abu Lahab, kina Abi Talib, kina Abu Jahal, kina Umayya, kina Walid bin al-Mughira, kina Walid bin Rabi'a bin nani, makabila yote akawalika. Wa andhir ashirataka al-aqrabin, kwanza anza na watu wako Makureshi. Lazima iwe tuendelea, unachokijua peleka mbele, saidia watu wajue Uislamu. Wakati huu Nabii Muhammad ndio kazi aliyokuwa akifanya. Darasa yetu ya leo itaanza hapa wiki ijayo. Kana Banul Harith bin Ka'b, hawa Banul Harith bin Ka'b ndio watu waliochelewa sana kuingia katika Uislamu. Dhiki hawataki, kila wakieleza mtume yuko Madina hawataki kusikia. Kanu yaskununa binajran, hawa walikuwa ni wale Waarabu wa Kristo wanaoishi katika mji wa Najran. Ni mji huko mpaka leo, ni moja kama majimbo ya nchi ya Saudi Arabia. Walam yakbal minhum ahadun al-islama, hakuna katika kabila hii hata mtu mmoja aliyekubali kuingia katika Uislamu. Ala fab'atha ilayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akamtuma kawaulize hawa jamaa tabu yao nini kuhusu Uislamu, mbona wamekataa kuingia, mbona sisi tumekuja na Qur'ani na sisi tumeambiwa na Qur'ani kwamba wapenzi wetu wa kwanza ni wale waliosema sisi ni Wakristo. Wa aqrabuhum mawaddatan alladhina qalu inna nasara. Mbona hawa hawataki kuingia? Wacha Waarabu wa Madina au sina Khazraj, wacha Waarabu wa Makka Makureshi, wacha Waarabu katika Najirani. Waarabu ni Wakristo na sisi tuna habari za Ukristo za kutosha katika Uislamu, mbona hawa waingii? Akamtuma Khalid bin al-Walid, akatumwa Khalid bin al-Walid ende akaonane nao. Khalid bin al-Walid ni kijana, ikiwa utakaa musikizane vizuri, Khalid ni kijana smart sana. Ikiwa wajifanya waona mbali, Khalid ajua sana kukutengeza ifaavyo, si unyonge. Mtume amemtuma Khalid bin al-Walid na waletea Khalid. Mwenye tatizo lake, kwa nini hamuingii katika Uislamu? Semeni. Tumechukua hatua gani sisi kwa watu ambao tuwaona hawaingii katika Uislamu? Tumechukua hatua gani?
tumechukua hatua gani? Tafsiri ya Qur'ani kila lugha Mungu ametusahilishia, ameifanya nchi hii katika official language yake ni Kiingereza. Tafsiri za Qur'ani za Kiingereza ziko hakuna? Yuko aliyenunua kampa jirani yake, bampa kafi Qur'an. Sheikh, piga udhu billah, naambiwa hapa mchana na mgeni napata pale kuja mtu ataka wamekuja wawili, mmoja amekuja, Sheikh mimi nataka kusilimu. Jina wataka jina gani? Sheikh mimi majina ya Kiislamu sijajua, kama utanichagulia. Naambia no, take your time, nakupa 3 days. Hawa waliokusukuma kusilimu unaenda kawaulize majina, uchague ulipendalo wewe, usije kuja kuambia Waislamu walinipa dini wakanipa na jina, kachague mwenyewe, unileteni kuandikia certificate. Mmoja kanjia, bwana kusema kweli mimi sipingi hii dini ingawa sijui, lakini kuna vitabu vyote mimi naweza kupewa nikaweza kusoma peke yangu, ningefanyaje? Na wauliza ndugu zangu, ngifika kitabu kiko lakini wewe ni najis, kwa sababu wewe wala nguruwe, kwa sababu wallahi siku moja namsilimisha mtu bwana, namwambia tawadhisha usali. Mmoja anambia huyu hajanama, huyu anaingia chooni bila yani husu mimi. Nitakunafunua andawea za watu, mimi naangalia aliyenga chooni ambaye kuingia chooni. Umar bin al-Khattab aliposilimu aliambiwa avue andawea angaliwe. Ali bin Abi Talib aliposilimu aliambiwa vua andawea angaliwe. Abu Bakar as-Siddiq aliposilimu aliambiwa angalau tuone nini. Atakatoka bwana na fatwa kubwa sana, wallahi mswalisha watu na najis. Uislamu, mtu akishapiga shahada kwa hadithi sahihi ya Mtume, madhambi yake yote yameondolewa. Akipiga shahada yuamshinda Sheikh namna alivyosafi, amshinda imamu. Nini? Mtu akishapiga shahada akasema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cheo cha kwanza chake hana dhambi hata moja, labuda anze sasa, Sasa ikiwa mtu ashasamehewa madhambi yake yote, mambo ya kwamba alikojoa kwa kusimama yanihusu mimi. Kwa hivyo ndugu zangu, wataka makini, tuondoe chuki, tuondoe hasira, tuondoe nini kwa hii dini, tuwe viongozi wa kwenda kutafuta wenzetu katika jambo kubwa. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya amani kupatikana, vita kuwekwa chini, alikwenda vijijini akipeleka watu wa kwenda kuwaita watu katika dini ya khairi hii. Kwa hivi wiki ijayo biidhnillah, Khalid bin al-Walid anapelekwa na Mtume kwa kabila la Bani al-Harith bin Ka'b lilioko Najirani iko mpaka leo. Najirani wakati huo ndio mtandao wa Waarabu wa Kristo. Salamu alaikum. Tutasikia habari za Khalid inshallah. Ndugu zangu, inshallah kila mwenye dhiki ya aina yoyote Mwenyezi Mungu ataiondoa. Naam. 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 Ndugu zangu, nilikuwa katika dua, inshallah Mwenyezi Mungu atatuondolea visirani vyote. Yule ambaye ana deni Mwenyezi Mungu atamlipia. Yule ambaye ana kazi Mwenyezi Mungu atambarikia kazi yake. Yule ambaye hajapata kazi Mwenyezi Mungu atampa mradi wa halali na kazi ya halali ya kupelekea maisha yake. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe mazuri yote, atuondolee mabaya yote. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.